Mwanamke, wewe kuolewa na huyu mwanaume ulipata kibali na neema kutoka kwake. Yaani wewe kuolewa na huyo mwanaume ulikuwa umepata kibali na neema kutoka kwake. Sasa nataka tuongee kidogo kuhusu habari ya kibali na neema, kwa sababu liko jambo zito sana linalotembea pamoja na kibali na neema. Kwa sababu wewe mwanamke mwenyewe tu ukichunguza utagundua kwamba wako wanawake wengine, yamkini ukiwatazama kwa macho yako unaona wengine ni wazuri labda kuliko wewe. Wengine unaona yule mbona kama hata ana vigezo kuliko mimi, lakini hajaolewa yupo. Kwa hiyo unagundua kwamba kumbe wewe kuolewa na huyu mwanaume kulikuwa na kitu fulani cha ziada, na hicho ni kibali na neema ambacho kati ya wanawake wengi wewe ulikuwa umekipata. Na hii ni kitu ambacho tunajifunza katika mazingira tofauti tofauti, lakini kwa wale ambao tunapenda kusoma vitabu vya Mungu unaiona vizuri sana katika kile kitabu cha Esta sura ya 3 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema Esta alipata kibali na neema kutoka kwa mfalme Ahasuero. Mabikira wengi aliyokuwa amewaona, Esta alipata kibali na neema. Ndipo Esta akafanikiwa kuwa mke wa mfalme, akafanikiwa kuwa malkia kwenye nyumba ya mfalme. Hata wewe umekuwa malkia kwenye nyumba ya mume wako kwa sababu ulipata kibali na neema kutoka kwake. Sasa hiki kibali na neema tunachokiongelea huwa kinakwenda pamoja na mamlaka. Nilikuwa nachunguza kitabu cha Mungu. Katika kuchunguza nikagundua kwamba wanaotoa kibali na neema huwa ni wale wenye mamlaka. Mfano tu mmoja, ukiangalia kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 39 ule mstari wa 4, Yusufu akiwa amesafirishwa na ndugu zake kwa njia ambazo zilikuwa zina ugumu sana, hazikuwa njema, lakini alijikuta amefika yuko kwenye nyumba ya Potifa. Akiwa kwenye nyumba ya Potifa, yeye pale alikuwa amenunuliwa, yuko kama mtumwa ndani ya nyumba ya Potifa. Mtumwa ni mtu ambaye yule mmiliki wake Potifa alikuwa ni anamuown, yani alikuwa kama vile ni wa kwake moja kwa moja, kama ni kifaa chake, kitendea kazi chake kwenye nyumba yake. Kwa hiyo yule Potifa alikuwa na mamlaka kubwa sana juu ya Yusufu. Sasa ukisoma ile Mwanzo 39 mstari wa 4, neno la Mungu linasema kwa kuwa Yusufu alikuwa anatembea na baraka za Mungu, yule Potifa alimpa neema Yusufu, na ndipo akaweka vitu vyote vya nyumbani chini ya mamlaka ya Yusufu. Kumbe hata wewe mwanamke una nafasi ya kutawala kila kitu ndani ya nyumba yako, lakini ni kwa namna ambayo ulipata neema na kibali kutoka kwa mume wako. Lakini pia tunaiona kwenye hiyo Mwanzo 39 ule mstari wa 21, Yusufu tena akiwa gerezani, amepelekwa gerezani kwa kuonewa kupitia kwa mke wa Potifa. Lakini akiwa ndani ya gereza, yule mkuu wa gereza alimpa Yusufu kibali. Alimpa kibali baada ya kugundua anatembea na baraka za Mungu. Na pale gerezani Yusufu akawa ndio msimamizi wa kila kitu. Lakini aliyempa kibali ni mkuu wa gereza. Kwa hiyo unakuta Potifa akiwa ni mmiliki wa Yusufu ndiye aliyeweza kutoa kibali, aliyeweza kutoa neema kwa Yusufu. Lakini mkuu wa gereza akiwa na mamlaka mle gerezani juu ya wafungwa, na Yusufu yuko mle kama mfungwa, ndiye aliyempa kibali Yusufu. Kwa hiyo kibali na neema kinatembea pamoja na mamlaka. Niko hapa mwanamke mwenzangu, kwa unyenyekevu kabisa na kwa heshima zote, nikutie moyo na kukukumbusha kibali na neema ulichokipata, kwamba huyu mwanaume kati ya mabinti wote warembo aliopata kuwaona akakupa kibali na neema wewe. Hicho kibali huwa kinaenda pamoja na mamlaka. Sasa bahati mbaya wanawake nyakati hizi, ni kweli tunaweza, ni kweli tunafanya vitu vingi, lakini tunasahau kwamba kile kibali na neema ulichokipata, ukawa malkia ndani ya nyumba ya mume wako, ukawa mke kwa huyo mume wako, kinakwenda na mamlaka. Kilipokuja kwako, alipokupa wewe, kinamaanisha kwamba yeye ndani yake Mungu alishampa mamlaka juu yako, na ndio maana akaweza kukupa wewe kibali na neema, akakuchagua, akafata taratibu, akakuoa ukawa mkewe. Sasa usisahau mwanamke mwenzangu kwamba uko hapo kama mke kwa sababu ulipewa kibali na neema. Jifunze kuwa mtii na mnyenyekevu. Hebu tafakari, yule Yusufu kama asingetoa heshima kwa mkuu wa gereza pale gerezani ambaye alishampa kibali, inakuwaje? Kibali kinapotea. Hata yule
Yusufu pale alipokuwa ndani ya nyumba ya Potifa ana mamlaka yote. Hebu fikiria, asingepeleka heshima kwa yule Potifa ambaye ni mwajiri wake pale ndani, ambaye ni mmiliki wake kama mtumwa. Kibali kinapotea. Wakati mwingine tuna mahangaiko mengi kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwa sababu vibali na neema vinapotea, kwa sababu tunasahau kutoa heshima na utii kwa yule ambaye alikupa wewe neema na kibali, kwa sababu ile neema na kibali ndani yake ina mamlaka. Ile mamlaka, mwanamke mwenzangu, niko hapa kukukumbusha siku hii ya leo, hebu itii hiyo mamlaka. Hebu nenda kwa unyenyekevu. Hebu usisahau, nyakati nyingi tunapitia changamoto kubwa katikati ya maisha yetu ya ndoa. Tunaumizana hapa na pale. Katika hayo yote usije ukasahau kibali na neema. Kama ambavyo Yusufu akiwa gerezani hakupaswa kusahau kibali alichopewa na mkuu wa gereza, ili kile kibali kiendelee kumpa nafasi yeye na aishi maisha yanayopasa. Lakini kama alivyokuwa ndani ya nyumba ya Potifa, hakupaswa kusahau ile neema. Sio kwamba hapakuwa na changamoto, lazima kuna muda joto kali, kuna muda hasira, kuna muda mambo mengine yanaumiza, yote yapo, lakini usisahau wewe ni mke, kwa sababu ulipewa kibali na neema, na hicho kibali na neema siku zote kinakuja na mamlaka. Na kibali na neema kinapokuja na mamlaka, usipoitii ile mamlaka, kile kibali kinaondoka kiroho, kinaondoka kimwili, machafuko yanakuja, uharibifu unakuja. Hebu mtii mumeo, hebu uwe mnyenyekevu kwa mumeo. Hebu kumbuka kibali na neema ndio iliyokupa nafasi ukawa mke, ndio iliyokupa nafasi ukawa malkia katika nyumba yako. Asante, mpaka wakati mwingine.